Kwa kuangalia kwa haraka unaweza kudhani haya ni mazungumzo ya kawaida tu, lakini ndani yake kuna hadithi nzito ya mabadiliko. Mwisho wa mazungumzo haya ndio unaobadilisha kabisa taswira, kutoka kuwa kikao cha kawaida na kuwa darasa la maisha, hata ibada mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapa tunakutana na pande mbili za wananchi waliokuwa katika mgogoro uliotokana na swala la kifedha. Tofauti zao zilikuwa zimefikia hatua ya kuondoa amani, upendo na mshikamano, nguzo muhimu katika jamii yoyote. Hata hivyo, hali hiyo haikupuuzwa. Swala hili lilimfikia kijana mwenye maono na moyo wa uongozi, Amani, ambaye ni katibu wa UVCCM kata ya Rwamishenye. Bila kusita, alichukua hatua ya kufikisha swala hilo kwa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, hatua ambayo imezaa matokeo makubwa leo. Mbunge huyo aliitikia wito huo kwa vitendo, akionyesha dhamira yake ya kweli ya kuunganisha wananchi wake, akidumisha kauli mbiu yake ya upendo na mshikamano ambayo amekuwa akisisitiza kila siku. Huu ndio uliokuwa mwanzo wa suluhu. Kupitia juhudi za pamoja, kikao hiki kilipata mwelekeo mpya. Katibu wa mbunge Hamada Simba alisimama kama daraja la maridhiano, akirejesha tabasamu lilokuwa limepotea kwa muda mrefu kati ya pande hizi mbili. Na zaidi ya mazungumzo, mbunge alichukua hatua kwa vitendo kwa kutoa msaada wa kifedha uliosaidia kufunga pengo lililokuwa limewagawa wananchi hawa. Nilikuwa nakuja ofisini kwa ajili ya shughuli zangu, kuonana na mheshimiwa mtendaji kwa ajili ya masuala ya vijana, hususani kwenye mambo ya miradi ya kimaendeleo, kuzungumzia swala la mikopo na kuona namna gani vijana wangu kwenye kata ya Rwamishenye wanaweza wakanufaika na fursa hizo. Kwa hiyo nilikuja kwa mtendaji, nikaonana naye, baadaye nikaenda kwa afisa maendeleo ya jamii ili kuzungumza naye kuona namna gani vijana wetu wanaweza wakapata mikopo na wakajinufaisha. Lakini nilivyokuwa hapo, nilionana na wananchi ambao kimsingi ni wananchi wa kata yetu ya Rwamishenye, wakiwa kwenye chumba kingine ambacho walikuwa wakiendelea na mahojiano na mazungumzo ambayo yalinihamasisha mimi kama kijana na kiongozi katika kata hii kufika kuwasikiliza na kuzungumza nao na kujua changamoto ni ipi. Na baada ya kunieleza changamoto yao, niliona ni vyema kama kiongozi niwe sehemu ya utatuzi wa changamoto hiyo, ambapo nilimpigia simu mheshimiwa mbunge na kumuhusisha hili swala, na namshukuru Mwenyezi Mungu leo limepata ufafanuzi mzuri na mheshimiwa mbunge ameweza kulitatua kwa namna yake na kuziacha pande zote mbili zikiwa na furaha, kwa maana ya wadaiwa lakini pia na mdai. Lakini suluhu haikuishia hapo. Wananchi hawa walikutanishwa na afisa maendeleo ya kata ambaye aliwapa elimu pana juu ya fursa za kiuchumi zinazotolewa na serikali, ikiwemo mikopo na mipango ya kuwezesha wananchi. Elimu hiyo iliwafungua macho wanawake hawa waliokuwa wakigombana, na sasa wanaanza kuona fursa badala ya tofauti zao. Mimi nimefurahi sana. Maana tulikuwa tumekuwa kama maadui. Kwa sasa hivi ona tumetabasamu, tumefurahi, mahusiano yatarudi vile vile. Lakini pia nimeshukuru hata kwa hili walilotujenga la kuanzisha umoja wa vikundi wa kukopa wa mkopo ambao ni wa halmashauri wa kujiendeleza. Haya makandokando tutayamaliza. Tukishajiunga huko tutakuwa na amani, tutasaidiana kivikundi, sio vya uficho vya mmoja mmoja. Kwa mfano kuunga kwenye vikundi, yani naona tutatoa sana huko kwenye ziki, maana tumeteseka sana kwenye mikopo ya kila siku. Na tena ni vizuri sana kufuta hivyo bora tukaishi kwa amani. Tukalala ukapata usingizi. Unakuta unalala saa 8 hauna hata usingizi. Hata amani hauna, chakula unakipakua hapo kidogo ameshakugongea mlango. Wewe mama yuko wapi? Umeshatoka roho, unaacha hapo chakula unakimbia. Hiyo mikopo ya kila siku inatuumiza. Sasa nashukuru kwa hilo na naomba hizo hela tuzipate tuweze kupata mitaji. Shida ni mitaji. Tukiwa na mitaji, kwenda kwa hawa waleolewa hatuwezi kwenda, au kwenda kwa mkopo wa mama huyu mtu binafsi hatuwezi kwenda. Kuna mengi ya kujifunza hapa, lakini kubwa zaidi ni namna uongozi bora unavyoweza kujenga amani kwa kupunguza tofauti na kuimarisha mshikamano. Hatua aliyochukua mbunge si tu sahihi, bali ni mfano wa uongozi unaogusa maisha ya watu moja kwa moja. Tumia nafasi hii kumshukuru kijana Amani, katibu wa UVCCM kata ya Rwamishenye, kwa kulivumbua hili swala na kumshirikisha mbunge wa jimbo la Bukoba mjini. Kwa maana hizi pande mbili za kina mama walikuwa wanasigana kuhusiana na mambo ya kifedha. Sasa akaona kwamba hakuna uhusiano tena, kila mtu anakuwa anasema ya kwake. Sasa ikaonekana kwamba sasa kwa sababu mheshimiwa mbunge Johnson Ngesi anataka amani, upendo na mshikamano katika jamii anayoiongoza,
na hao ni wananchi wake ambao walikaa usiku kucha wakimpigania, wakimwombea kura ili aweze kuongoza jimbo la Bukoba mjini. Lakini sasa alivyoona, baada ya kupata taarifa hii kupitia kwa kijana Amani, akanipigia simu mimi kama nifike mara moja nisikie hili swala linaendaje. Kwa hiyo nikafika moja kwa moja hapa kwenye kata hii ya Rwamshenye, nikakuta kina mama wamekaa ofisini hapa, nikazungumza nao kuhusiana na hili swala. Wakanieleza kwamba ni changamoto ya kifedha, na mimi kabla sianza kuwasuluhisha kuwaweka pamoja kwa mshikamano, kabidi kwanza nimrudie tena Mheshimiwa Johnson Mtasingo kwamba sasa hili ni swala la kifedha, kama utakuwa mmewiwa basi wapatanishe kwa swala hili. Akuchelewesha hilo swala, akabidi sasa atoe kiasi ambacho anadaiana ili kuweka faraja katika miongoni mwao. Baada ya kujua ni swala la kupishana fedha hii ya mambo ya kausha damu, nikaona sasa katika kuwaunganisha pamoja kwa kuwasuluhisha na kuweka pamoja, nikawashawishi sasa na kwa kumuita afisa maendeleo wa kata hii ya Rwamshenye aweze kuwapa zile fursa za Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ameleta mikopo hii ambayo iko kwenye halmashauri zetu za wilaya ya Bukoba mjini na halmashauri zingine, lakini na kwenye benki ya NMB. Basi nikawaunganisha na afisa maendeleo wa kata hii aweze kuwapa taratibu zote za kuweza kupata mikopo ya kifedha, na wao kina mama wakafarajika, wakapendana. Aidha, tukio hili linaonyesha umuhimu wa vijana wenye maono katika jamii. Amani angeweza kupuuzia swala hili, asingepoteza chochote, lakini aliamua kusimama, kusikiliza na kuchukua hatua. Matokeo yake ndiyo haya unayaona leo. Huu ndio ushirikiano unaohitajika, uongozi unaoshirikisha kila ngazi, kuanzia vijana hadi viongozi wakuu, ili kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Leo walikuwa na tofauti, wanaondoka wakiwa na furaha, amani na upendo. Haya si mazungumzo ya kawaida tena, huu ni ushindi wa mshikamano. Mimi ni Arnold Kailembo. Usisahau kubonyeza na subscribe, kulike, kushare na comment.